unajua tupeleke mpaka 99.0 Kampala Uganda. Uchaguzi unasubiriwa kwa hamu kubwa sana, na mambo yamekuwa mengi yakiendelea hapa na pale. Upinzani tumekuwa tukiuchambua hapa. Vitu ni vingi sana ambavyo vimekuwa vikiendelea pale Uganda. Lakini zaidi ya yote Bobi Wine anazidi kuonekana naye ana shine kwa upande wake. Unaweza kusema ule ukali alioanza nao Rais Yoweri Museveni kama unashuka hivi. Yes, kwanza zimebaki siku 7, lazima tufahamu, zimebaki siku 7 kuelekea uchaguzi wa taifa la Uganda. Na umekuwa uchaguzi mkali sana ambao unamhusisha Bobi Wine, mwanaharakati kijana, mwanamuziki, msanii ambaye amekuwa akiungwa mkono na vijana almaarufu kwamba Gen Z nchini Uganda. Na kiongozi Museveni ambaye anajinasibisha kwamba ameweza kulijenga taifa hilo tangu mwaka 1986 aliweza kuchukua mamlaka baada ya kupindua serikali. Kwa utakuwa ni uchaguzi kwa kweli wa kihistoria katika nchi ya Uganda, lakini ukitazama kila upande umekuwa ukiungwa mkono na makundi tofauti. Ukitazama kwa mfano mpaka sasa hivi Museveni amekuwa akiungwa mkono na watu wa vijijini, wakulima, ukitazama watu katika rika la juu, na Bobi Wine amekuwa akiungwa mkono na vijana. Kama unafahamu kwamba vijana wengi nchini Uganda hawajui historia ya Museveni, hawajui kwamba Museveni alikuwa msituni akaipigania nchi, akaweza kuijenga nchi. Kwa hiyo vijana wengi ni kama wanataka taswira mpya ya kiuongozi ndani ya Uganda. Kwa hiyo kuelekea Januari 12 kwa kweli utakuwa ni uchaguzi wa vuta ni kuvuta. Kwa vile vile kuna uchaguzi tumeshuhudia matumizi makubwa ya nguvu ya vyombo vya usalama ambavyo hata jumuiya ya kimataifa vimekuwa vikilaumu au vimekuwa vikivionya vyombo hivyo kuhakikisha kwamba haki za kiraia, haki za binadamu, haki za kijamii zinawezwa kulindwa. Kwa hiyo umekuwa ni uchaguzi kwa kweli utaendelea kuchukua sura tofauti tukiendelea siku 12 hapo tunasema zimebaki siku 7 tu kuelekea Januari 12. Tunaona uchaguzi wa namna gani? Yes, ni uchaguzi ambao utakuwa kuvutia kwa sababu ukitazama kipindi Museveni anaingia mamlakani, Bobi Wine alikuwa na miaka 4. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba ni kama mzee wa familia na mjukuu wake wanapambana. Na mzee Museveni ameshaweka wazi kabisa kwamba yeye nchi ile hajaipata kwenye sanduku la kura, ameipigania. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kuipigania basi naye aingie msituni akaifuate. Kwa hiyo kauli yake imekuwa ni marejeleo namna gani uchaguzi huo unaweza kuwa huru na haki. Lakini kimsingi ni kwamba ni uchaguzi ambao kwa kweli kama nilivyosema umekuwa ukivutia. Utazama Bobi Wine, makundi makubwa ya vijana wamekuwa wakimfuata, wakimuunga mkono, hata anapoenda kwenye hoteli kwa mfano wamekuwa wakimsubiri tangu anaingia kulala mpaka anapoamka. Kwa hiyo amekuwa akiungwa mkono zaidi na vijana. Lakini je, uchaguzi huo unaweza ukatoa taswira gani pale ambapo Museveni ametoa kauli ambazo kwa kweli zimekuwa zafuta ni kuvuta. Lakini zaidi sana tumeshuhudia katika kuelekea uchaguzi, mamlaka nchini Uganda zimesema wazi kabisa kwamba baadhi ya makampuni makubwa kwa mfano Starlink haruhusiwi kuingia ndani ya Uganda kipindi hicho kwa sababu katika kulinda usalama wa taifa. Naomba ufahamu kwamba usalama wa taifa ni jambo la msingi ambalo limekuwa likianzia katika kudhibiti taarifa. Kwa hiyo uchaguzi wa Museveni ukitazama umekuwa ukihusisha mabadiliko makubwa ya kisiasa, ya kijamii, ya teknolojia, hata namna kuweza kudhibiti taarifa. Sawa bana, moja taarifa ambayo imekuwa ikisambaa pia ni Rais Yoweri Museveni akidai kwamba bana mpinzani wake mkubwa, ingawa wako wapinzani wengine pia amepangia kufanya vurugu kwenye uchaguzi. Kuna uchaguzi. Moja taarifa ambayo amekuwa akitoa bwana yule jamaa akashashindwa uchaguzi, amepania kufanya vurugu, kitu ambacho pia niliona Robert akijibu kusema kwamba hana nia hiyo, isipokuwa amekuwa akitengenezewa namna ya kuvuruga uchaguzi kutokana na kanuni mbalimbali ambazo yenyewe anasema anazidi kuto kuzielewa. Hazielewi kanuni hizo ambazo zimekuwa zikiibuka kila leo ikiwa uchaguzi unaelekea kufanyika. Haya, Mchungu ameweka maneno yake kwa namna hiyo na mambo yako hivyo. Pale Kenya nilimuona bwana Rais Ruto akizungumza kuhusiana na masuala mazima ya elimu, sawa bwana huko akisema wanatenga fedha zaidi kwa ajili ya kuboresha, sawa bwana, miundombinu ya elimu, miundombinu upande wa elimu, sawa bana, ikiwemo shule na vitu kama hivyo, ili kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri zaidi kwa upande huo, kwa kitaja Kenya
shilingi bilioni 44 mzee. Boko kabisa. Fedha nyingi sana. Zinawekwa huko kwa ajili ya shule na vitu kama hivyo, lakini ikiwa anasema yeye ni kuhakikisha anaweka mazingira mazuri na wezeshi zaidi kabla hata vijana kurejea wapi? Kurejea shuleni. Wanafungua wiki ijayo tarehe 13. Kwa kuna wiki moja hapa kujiandaa. Anasema bwana anaamini kunahitajika kuweka mazingira mazuri zaidi. Huyu hapa. That education is not a privilege for those who can afford. It is a right of every child in Kenya. It is the reason why we have increased the budget of education from 500 billion to 702 billion this year. It is the reason why we have built an extra 23,000 classrooms. It is the reason why we have hired by January 100,000 teachers. It is the reason why we are going to complete another 1,600 laboratories in Kenya by June this year, because education is important. And I want to tell every parent, as schools open in next week, we have committed 44 billion shillings. Money will be in school before our children get to school next week. Capitation has been 17,000 on average for the last 5 years per child. But from this year, we're going to move it from 17,000 to 22,000 per child per year. Bwana ni mikakati kuhusiana na elimu akizungumza huko. Moja kitu muhimu zaidi akisema ni jambo la lazima kwa kila mwanafunzi, hasa kwa kila mtoto wa Kenya kupata elimu, huko akitaja fedha hiyo umesikia 44 Kenya billion shillings, sawa, ambazo zinakwenda kuwekwa kwa ajili ya masuala ya shule, huku ikipanda fedha kutoka shilingi 7,000 mpaka 22,000 kwa mtoto huyo mmoja. Anazidi kuboresha kuhusiana na masuala ya elimu, anasema. Yes, Mheshimiwa Rais Ruto amekuwa akijitahidi sana kwa kweli kuhakikisha kwamba anaweza kuitransform Kenya, kuifanyia mageuzi Kenya kwa lengo kuhakikisha kwamba inaweza kuendelea kuwa ni nchi ambayo katika kuboresha mifumo mbalimbali. Ukiacha tatizo la ajira ambao amekuwa akipitia, na ukiacha tatizo kwa mfano la ukame ambao vile vile wamepitia, vile vile Kenya imekuwa ikijitahidi sana katika kuhakikisha kwamba miundombinu ya msingi inakuwa inajengwa na kuweza kutekelezwa. Kwa hiyo ni hatua muhimu ya serikali kuhakikisha kwamba wanaweza kuinua kiwango cha elimu ndani ya Kenya. Na hii kumbuka Bwana Rupokera ni miezi 12 kuelekea uchaguzi mkuu wa taifa la Kenya. Kwa hiyo yeye kutazama anajaribu kuhakikisha kwamba kwenda kuifanyia mageuzi Kenya ili aweze kuungwa mkono katika uchaguzi unaokuja. Tunafahamu kwamba ameingia kwenye mazingira ambayo kuna changamoto, kuna masuala ya vita duniani, masuala ya recession, mdororo wa kiuchumi, lakini zaidi sana Kenya ilipitia katika mkwamo. Kwa tukashuhudia kwa mfano kaja na mpango wa finance bill, na tukashuhudia maandamano makubwa ndani ya Kenya. Kwa hiyo kwa mipango yake sasa hivi kwa kweli anaonyesha kwamba na kiongozi ambaye anaenda kufanya mageuzi makubwa ndani ya Kenya. Sawa bana, bado tunazengea kwa Afrika Mashariki, sio tusogee kwa jirani zetu wengine, DRC pale pamoja na Burundi, sio? Burundi wenyewe ni watu ambao wanaendelea kupokea, wanasema nani wale? Wakimbizi, yes. Wale wakimbizi wakimbia vita kule Kongo, ndio. Kiasi kwamba wanasema bwana mzigo kama unaanza kuwa mkubwa hivi kwa maana watu wengi sana na wanahamia kule. Lakini wanamgambo wa ADF wenyewe watoa taarifa kuwa watu 14 mashariki mwa DRC, mashambulizi ya wakati mmoja katika vijiji vitatu mashariki mwa DR Congo. Hii ndio taarifa ya mwisho ambayo ilitokea kuhusiana na hofu ya kusababishwa mauaji huko miongoni mwa raia, sawa, miongoni mwa raia, yes. Na inasemekana watu 15 wameuawa na nyumba 13 kuchomwa moto, huko jeshi la Kongo likisema kwamba askari wake 2 pia wameuawa kwenye mashambulio hayo ambayo yamefanywa na wanamgambo wa kundi la ADF, ikiwa wanahusishwa na kundi linalojiita dola la Kiislamu IS. Nilishtuka kidogo.
wanafika mashariki mwa Kongo. Sawa bwana. Mimi nilivyokuwa naisoma weekend, maana hii taarifa ambayo ilitokea weekend. Sio jana. So leo. Sasa mzee mwenzangu, nakuaje tena kundi ambalo limekuwa likitajwa Mashariki ya Kati wanasema of course Afrika Kati, pembe ya Afrika Kati, yes, kule tuliona Nigeria walitajwa kidogo, Somalia huko, Sudan, sasa hivi inasogea katika ukanda wa maziwa makuu. Dola hiyo ambayo imetajwa IS. Nakumbuka pia Syria wanatajwa ISIS walikuwa wanaita hivyo. Syria nakumbuka pia, kama unakumbuka vizuri, walikuwa wakitajwa sana miaka ile. Yes, hiyo ni mojawapo ya changamoto kubwa za kiusalama ambazo zimekuwa zikikunda au zikikumba jumuiya za kimataifa na jumuiya za kikanda. Na taifa kwa mfano la Burundi limekuwa ni wahanga wa kupokea wakimbizi katika nchi ya Kongo. Na ukiacha kwamba ni mojawapo ya mataifa maskini duniani, lakini bado limekuwa likielemewa na wakimbizi katika nchi ya Kongo. Na kutokana na tafiti za UNHCR zinasema wazi kabisa kwamba nchi ya Burundi itaendelea kupokea wakimbizi wa DRC kwa sababu wenyewe ndio wanapakana nao kwa kiasi kikubwa katika mji wa Uvira na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo uwepo wa kundi la ISIS kwenye ukanda wa maziwa makuu vile ni changamoto kwa viongozi wa SADC, viongozi wa jumuiya kuhakikisha kwamba wanaweza kupambana na usalama wa eneo la maziwa makuu. Kwa nafahamu kwamba usalama limekuwa ni jambo la msingi kwa mataifa. Pale ambapo kunapoharibika usalama eneo moja, kunaweza kwenda kuathiri katika eneo lingine. Kuna namna gani viongozi wa Burundi wa kushirikiana na viongozi mbalimbali katika Afrika Mashariki, SADC na AU wanaweza kuhakikisha kwamba kundi la ISIS linakuwa sio sehemu ya msingi katika kuvuruga amani, usalama, ustaarabu hata umoja wa kanda wapo. Sawa bwana, tupae kidogo.